Karibu sana mwalimu, karibu kitana mtumishi. Hebu sema sio siku ya kawaida. Nataka nikwambie sifa mbili za siku hii. Tunaita Jumapili, si ndio? Siku hii sifa yake ya kwanza ni siku ya 7 ya wiki katika kalenda ya watu wale watu wa Rumi. Watu wa Rumi wanaanza kuhesabu, wanafika leo ni siku ya 7 kwao. Na kusoma katika maandiko matakatifu, Mungu anasema katika zile amri 10 kwamba siku ya 7 fanye nini? Uitakase kwa ajili sabato ya Bwana, upumzike. Kufanya kazi katika siku 6, ila siku ya 7 fanye nini? Upumzike. Sasa sisi tunaohesabu katika kalenda ya wale watu wa Rumi, leo ni siku yetu ya 7, ni sabato kwetu. Hebu sema sabato kwetu. Siku hii tena na sifa nyingine moja. Hebu angalia katika kuuawa kwa Yesu Kristo. Ameuawa siku ya 5. Si ndio? Siku ya 5, ya 6, kufika siku ya Jumapili akawa amefufuka. Kwenye kalenda ya watu wale wa Ibrania, hii ni siku ya kwanza ya wiki ambao ndio ufufuko wa Yesu Kristo. Na ndio siku ambao tumepata wokovu. Hebu sema amen. Kama Yesu angewa pale msalabani alafu asifufuke, tusingeendelea kuhubiri neno la Mungu. Kwa maana nasema kwamba tupige shangwe na vigelegele kwa Yesu. Hebu unyesaje kupiga makofi, piga vigelegele kwa Yesu, piga vigelegele kwa Yesu, piga vigelegele kwa Yesu. Okay, mimi kwa jina naitwa mtumishi wa Mungu mchungaji wa Kawilonja Jorali. Natoka pale Bulimbilini kwenye kanisa linaloitwa Mlima Mrefu wa Mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Alafu cha ajabu ni kwamba nimesema kwenye mlima wa suluhisho. Halafu nimesikia tangazo lingine kwamba kuna kuja mwingine kwenye mlima wa Sinai. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna mambo mengine ambapo tunayafanya kama ya kawaida, lakini katika ulimwengu wa kiroho yanakuwa na uzito fulani. Nataka nikwambie haya majina hayajaletwa na sisi. Hebu nataka niulize pale, wale ambao wameshinyaruhusu ni wangapi hapa? Umeona pale kuna kanisa inaitwa Mlima? Au Tanzania mmesikia Mlima? Unajua kwa nini jina Mlima limekuja? Nitakupa andiko ende usome kwenye andiko la Isaya sura ya 2 mstari wa 2. Utasomea nyumbani. Hapo ndipo umetoka maana hili jina mpaka lifike Marekani. Siko huko siku ya leo. Siku ya leo tuna neno ambalo ni la kawaida sana. Na watu wamelizoea sana. Watu wanaliongea sana. Hata watoto wadogo wanaliongea sana. Lakini tunalichukua kwa thamani ndogo. Usema amen. Nasikia hapa kwenu nimefungwa na muda. Kwamba mimi sijafungwa na muda. Kazidi Mungu ana mambo yake, si ndio? Neno letu la leo ni neno ambalo tunaongelea kuhusu amri mpya. Hebu sema amri mpya. Hivi tunavyojua kwenye Biblia kuna amri ngapi? 10. Si ndio? Sasa mimi leo nawatolea amri mpya. Itakuwa ya ngapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Hii amri mpya twende kusoma katika kitabu cha Yohana Injili sura ya 13 mstari wa 33. 34 please. Yohana Injili sura ile ya 13 mstari wa 30 au 34. Yohana Injili, nani amefika pale? Yohana Injili 13 mstari wa 34. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Inasema hivi: amri mpya nawapa, mpendane kama vile nilivyowapenda ninyi, nanyi mpendane vivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Anayeongea hapo sio mimi.
Tumesema kwamba tunazoea kusikia kwamba kwenye Biblia Musa amepewa amri 10. Ila nataka nikwambie kabla Musa hajapewa amri 10, zilizokuwepo amri zingine zaidi hata ya ngapi? Ya 15. Zilikuwa amri 59 ambazo zilipewa wana wa Israeli. Sasa Mungu akaona kwamba mzigo umekuwa mkubwa, akamuita Musa, akapanda kwenye mlima, akampa kibao ambacho kimeandikwa amri 10. Hizi amri 10 zimejumuisha amri zote 59, zikawa amri 60. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo watu tumeishi katika amri hizo 10 za Musa. Wana Israeli baada ya kupewa amri wametembea na amri 10 za Musa. Lakini Yesu alipokuja amekaa na wanafunzi wake, aliwaambia kwamba anawapa amri mpya. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba mpendane kama mimi nilivyowapenda, nanyi mpendani vivyo hivyo. Kwa hiyo leo tunaongelea neno upendo. Hebu sema upendo. Ndio maana nimetangulia kusema kwamba ni kitu ambacho watoto wanaongea upendo, wakubwa wanaongea upendo, wazee wanaongea upendo, watoto wanaongea upendo, wavulana wanaongea upendo, mashetani wanaongea upendo, mapepo wanaongea upendo, wachawi wanaongea upendo, lakini upendo huu unakuwa hauna thamani. Yesu alikuta watu wanaongea upendo, na alikuta kuna amri ambazo ziko upendo umetajwa mle ndani. Kisoma Mathayo au Marko ile 12, utasikia pale 12, Marko 12, Yesu anakuta watu wanaambiwa kwamba mpende jirani yako na mkatae nani? Adui yako, si ndio? Yeye akasema hapana, kwangu nasema kwamba wapendeni maadui na wafanye nini? Waombeeni. Sasa mwisho anaenda kuambia kwamba ndio amri mpya ambayo ameenda kuwapa sasa wanafunzi wake. Sasa nataka nikuambie kitu kimoja hapa, upate kujua kwamba kuna utofauti wa upendo. Upendo unapatikana katika aina mbili. Upendo tunaoongea sisi wanadamu na upendo wa Yesu Kristo ambaye ametuambia, vinakuwa vitu vile ambavyo viko tofauti kabisa. Niposema amen. Naongea na mtu hapa, nipo kwenye mlima wa solution. Tusiuchezee upendo. Ina maana nataka nikwambie kitu kimoja. Biblia kama Biblia kuanza Mwanzo mpaka Ufunuo, neno kuu ambao limo ndani ya Biblia ambao linatufanya mpaka sisi tuitwe leo wa Kristo, ambao limefanya Yesu Kristo aje uwawe, ambao linafanya kwamba sisi leo tukiomba tunakubaliwa, ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ahimidiwe. Sasa upendo nimesema kwamba unapatikana katika aina mbili. Aina ya kwanza ndile ambao tunasikia kwamba mpende jirani yako, si ndio, kama nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu niambie, nafsi yangu ikiwa kwamba ni ya ulevi, nitapenda wakina nani? Ikiwa mimi ni msharati, nitapenda wakina nani? Nikiwa mwizi, nitapenda wakina nani? Kwa hiyo upendo unakuwa upendo wa mipaka ambao unaishia kwa ile nafsi yako, jinsi inavyodili na wewe ndivyo utakavyodili na watu wengine, si ndio? Kwa upendo ni upendo Yesu aliukuta watu wanatembea nao, na ndio upendo hata Musa alitangaza kwa watu. Ndio maana alitangaza kwamba lipa kisasi. Ndio maana anasema kwamba tuwapende majirani na tuwakatae maadui zetu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu anakuja anaangalia, anasema hawa, hii amri yao ya upendo bado haijatosha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ahimidiwe. Mtaangalia kwenye maandiko matakatifu katika kitabu kile cha Marko 12:29 hadi 31. Yesu wakati yuko mbele ya Mafarisayo na Masadukayo na waandishi, pamoja akitembea na wanafunzi wake, walikuwa na maswali kujiuliza watu kwamba hivi amri iliyokuu katika amri zote ni amri gani? Hebu nataka niulize na nini. Bwana Yesu asifiwe. Amri iliyokuu katika Biblia ni amri gani? Kwa nini tuseme upendo? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anasema hivi,
Amri iliyo kuu ni kumpenda Mungu kwa akili na roho. Ndio maana katika maisha yako unampenda nani? Na ya pili iliyofanana na hiyo ni kumpenda ndugu yako kama nafsi yako. Si ndio? Hapo anaongea mambo ya amri iliyo kuu. Lakini alipokuja kwenye amri mpya, ndio hapa nataka niseme aina ya pili ya upendo. Ambao upendo wa kwanza unaishia kama mimi ni mwizi, mtajiri na uwezi. Nataka nikwambie, ukiona mtu ana marafiki 10, jua hana tabia 10, ana upendo haina 10. Watu hawezi kuwa marafiki. Kama ningekuwa mimi ni mwizi, James Wachenda singenipa mali hapa leo. Hata kama angeniona kwenye mtandao, hata kama angepokea simu yangu, lakini tabia yangu ingejitenga mimi na nani? Kwa kinachosababisha watu wawe marafiki ni tabia. Kinachosababisha watu waende kupendana ni tabia. Sasa Yesu anakataa tabia kuunganisha watu. Anataka upendo uunganishe watu. Ndio maana anasema amri yake kuu, amri mpya sasa ambayo imetoka kwa wanafunzi ni upendo. Upendo huo ni upendo ambao tunaita upendo wa agape. Hebu nataka munijibu kitu kimoja. Wakati Mungu pale Edeni, Hawa na Adamu wameenda kukosea. Wamekula tunda ambalo wamekatazwa kula. Walianza kukimbia, si ndio? Wakajificha. Mungu alipoanza kuwafuata, nani alikiri kwamba ametenda dhambi? Kuna hata mmoja? Naona mmesahau disi. Hakuna hata mmoja. Alipouliza Adamu akasema mwanamke alinipa. Kwa hiyo lawama natupia kwa Mungu kwamba amenipa kiumbe ambacho ni kibaya. Si ndio? Anauliza mwanamke, anasema no, sio mimi, nyoka. Unasikia hadithi? Lakini Mungu kwa ajili alikuwa na upendo usiokuwa na mpaka, ambao tunaita upendo wa agape, wa kupenda vitu viovu na kuvifanya kwamba vinakuwa vitakatifu mbele yako. Alienda kuchinja mnyama, akafanya nini? Akatengeneza nguo ya ngozi ili apate kuvikwa. Kwa pale alionyesha alama ya upendo. Na upendo nataka ongelee leo ndio upendo tunaoita ndo neema ya Mungu. Hebu sema neema ya Mungu. Neema ya Mungu ndio nataka niongelee leo. Ndio amri kubwa ambayo Yesu alitamka kwa wanafunzi kwamba kuna amri mpya ambayo nawachieni, kwamba mpendane nyinyi kwa nyinyi kama nilivyowapenda nyinyi. Nani vivyo mpendane? Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuulize kitu, tunaenda kama vile tunaongea, tunajadiliana, si ndio? Petro alikuwa ni mvuvi wa samaki. Ili mlisikia siku moja Petro anafuata Yesu kabla Yesu hajamfuata. No. Petro alikuwa mvuvi wa nini? Sasa kati ya Petro na Yesu nani alifuata mwenzake? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ahimidiwe. Nataka nikwambie Petro alikuwa na nafasi ya kumfuata Yesu. Petro alikuwa anadhiri tu na wavuvi wenzake kwamba twende majini, tupate samaki, tupate kitoweo cha kula kesho kutwa, si ndio? Sasa Yesu ndio maana anasema kwamba mpendane jinsi nilivyowapenda. Ina maana Yesu hakuwapenda kwa ajili wamempendeza yeye. Aliwapenda kwa hali yote ya uchafu ambao walikuwa nao. Aliwapenda kwa tabia ambao walikuwa nazo. Aliwapenda kwa hali mbaya ambao walikuwa nayo. Kwa ameanza kuwapenda kabla ya wao kumpenda. Sijui kama tuko pamoja. Sijui kama kuna mtu ananielewa vizuri. Upendo wa Yesu ambao nataka kuongelea leo ni upendo usiobagua mchafu. Ni upendo unaompenda adui yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nataka niseme kitu kimoja na kanisa la leo. Unajua mpaka sasa hivi kanisa la Yesu Kristo inakuwa na sifa mbaya kutokuwa na upendo. Bwana Yesu asifiwe. Unajua nilipoingia pale mlangoni, kama ingekuwa naingia kwa Waislamu, si kila mmoja angekuja ni nani? Habari gani? Lakini wangapi ambao wamenisogelea? Halo. Wangapi ambao wametusogelea wakati tumeingia pale?
Kwa alikuwa mchungaji peke yake, tunaongozana naye mpaka kuja kutoka kwenye viti. Hivi hapa hakuna washimashi. Wapo? Mpaka mchungaji ndo ananileta hapa kwenye kiti. Mshemashi yuko wapi? Upendo umepungua katika kanisa. Ni upendo kuangalia huyu ni wa Louisville, si ndio? Huyu ni wa Louisville, ule ni wa Bowling Green. Acha ingie atadili na mchungaji. Sijaje hapa kwa ajili ya mchungaji, sijua hivyo. Nimekuja hapa kwa ajili nimetangazwa upendo wa kuwapenda watu wote. Hebu sema amen. Na ndio maana mara nyingi utaniona hata kwenye mtandao wa Facebook ambao watu wengi wanacheza na mambo mahovu, lakini nimeamua kupanda kule siku zote kwa ajili ya nini? Niwatangazie wale ambao ni wahovu waje kwa Yesu Kristo mwenye kuwa na upendo wa agape. Sitapanda kwenye Facebook kwa ajili ya wewe James Wachenda au kwa yetu yule ambaye yuko ndani ya kanisa. Yesu anasema kwamba mwana wa Adamu hajaja kutafuta watu wa nini? Walio wazima, bali atafuta wale ambao wamefanya nini? Waliopotea. Kwa hiyo injili sio kwamba tuitangaze kwa James Wachenda ambaye ameshatangazwa injili. Bwana Yesu asifiwe. Na siwezi kuja hapa kwa ajili kusema kwamba nimekuja kwa wapagani, lakini nimekuja kuwahimiza kwamba kuna kitu ambacho ndani yetu kimeondolewa na shetani. Sio nini? Shetani anaona kwamba kanisa hili likiwa na upendo litakuwa na nguvu ya kushinda kuzimu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia wanafunzi wakati Yesu amewaacha. Yesu ameuawa, amefufuka, anaondoka. Aliwapeleka wapi? Yerusalemu, si ndio? Wakamsubiria pale mpaka Roho Mtakatifu atakapokuja. Lakini maandiko yanatuambia hawa wanafunzi wa Yesu waliishi katika nini? Walikuwa na umoja, wakinia mamoja, wakifanya mamoja. Na ndio maana hata injili yao ilikuwa na nguvu kwa ajili ya watu ambao walidumu kwa nini? Kwa upendo. Hebu sema upendo. Inawezekana hapa tulipo hapa tunaingia kama wanafiki tu hapa. Kuna wengine hapa akitoka hapa wanaanza kuongelea unajua dada fulani hata kuimba hajui kuimba. Ina maana nataka tu kujinua mbele watu waonekana naimba tu. Mara zote akifika anachukua mic anaanza kuimba tu. Unajua hata pastor Wachenda naye anapenda yeye mwenyewe pastor, yeye mwenyewe tena muimbaji. Unajua kinasababisha hivyo? Ukosefu wa upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama tungekuwa na upendo huu ambao Yesu anaongelea, najua kanisa hili lingekuwa na nguvu. Kanisa lingekuwa na mamlaka. Yale ambayo Yesu amesema kwamba nimewaachia mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za nini? Za ibilisi. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ametupa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu za ibilisi, lakini tunashindwa kwa ajili shetani ameondoa upendo ndani yetu. Sasa hivi hatuko una umoja kama umoja wa wanafunzi. Sasa hivi hatuna umoja kama umoja wa mbingu ambao Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu wamekaa pamoja wakifanya kazi kwa umoja, tena kwa muda mmoja, kwa nyakati moja. Bwana Yesu asifiwe. Hivi hapa Louisville kuna makanisa mangapi ya Kiprotestanti? Hapo mangapi? Ni nyingi. Nataka niulize mchungaji, mnashirikiana wachungaji wangapi wenye makanisa mkikaa pamoja kufanya mikutano pamoja? Bwana Yesu asifiwe. Hata nikwambie kitu kimoja. Yesu anasema, andiko anasema hivi, itakuwaje umpende Mungu aliye mbali na huyu ambao ndiye naye karibu hapa hujampenda? Sasa itakuwaje sisi tunatoka Bowling Green, wengine wanatoka sijui Michigan, wengine wanatoka wapi, tunapenda Wachenda, lakini hapa mbona hamjapendana? Ili ujiulize swali, kwa nini? Sio hapa tuna hata kwetu wapo. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwetu wapo ambao watu wanaondolewa upendo, na zaidi sana hata iko kitu kimoja,
Sitaogopa kuliongea hili mbele ya wachungaji na watumishi, kwamba watumishi ndio shetani anacheza na wao kuondoa upendo ndani yao, na wakaambukiza ugonjwa wa chuki kwa waumini ambao wanaowaongoza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivi kuna watu wengine ambao mtu akitoka kwenda kusali kwenye kanisa lingine la Kikristo akifika anatengwa. Simshaisikia hilo? Hebu nataka nikwambie, mchungaji anayemtenga mtu kwa ajili ameenda kushirikiana na Wakristo wengine, muite huyo ni shetani. Tunisi kwa ajili kanisa la Mungu limesimama kwenye msingi wa upendo. Hebu tusome ile Wagalatia. Achana na Wagalatia, tusome kwanza Wakorintho wa kwanza sura ile ya 13:1-8. Korintho wa kwanza sura ile ya 13 mstari wa kwanza hadi wa 8. Nasoma kwa jina la Yesu. Inatuambia hivi: nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote za maarifa yote, na nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niugue moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Upendo huvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Ufadhili. Upendo hausudu. Upendo hautakabari, haujivuni. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ambao wana majivuno ndani ya kanisa hili, mtaniambia una majivuno, lakini unafiki tupu. Wengi wana majivuno hapa. Ukishavaa masuti, ukishavaa masketi nzuri, ukishavaa viatu vya kuinuka vingine vya chini, wanatembea kama vile hawakanyagi tena udongo. Majivuno yamejaa ndani yetu. Kwa hiyo wanaangalia mwingine ambao yuko pembeni hajavaa kama wewe, unasema kwa hiyo unajivuna, hauna upendo. Bwana Yesu asifiwe. Nipi naongea na watu, mbona naona kama hamjanipata vizuri. Nataka nijenge kitu kimoja ndani yenu, kwamba upendo mlionao ule wa kupenda wachenda tu, mkawachukia wachungaji wengine au watumishi wengine ndani ya Louisville. Nataka leo muondoe upendo. Sio upendo wa kishetani, ni upendo ambao umejaa ubaguzi. Tunasema upendo wa ubaguzi. Bwana Yesu asifiwe. Upendo fanya nini? Utaendelea kusoma pale chini, utakuta anakuambia kwamba hakosi kuwa na adabu. Hivi si mnakaa kusengenya hata watumishi wa Mungu hapa nini? Mchungaji fulani kasafanya hivi si unakosea mchungaji adabu? Au mlitamani kwamba atakuja mtumishi ataanza kuhubiri mambo ya kubarikiwa? Mimi mara nyingi sitaki mtu abarikiwe kabla hajajua nini anachokifanya. Kwa hiyo wengi wanakuja hapa, hebu utabariki huyu Mungu anayebariki mtu ambaye hana upendo ni Mungu gani? Anayebariki mtu mwenye kujaa kiburi ndani ya moyo wake ni Mungu gani? Au tunakuombea mashetani wabariki? Bwana Yesu asifiwe. Hakuna atakayebarikiwa, hakuna atakayelindwa na Mungu vizuri kama umemkataa rafiki yako. Kwa ajili inasemekana kwamba uwezi wewe kupenda Mungu aliye mbinguni ukamkataa jirani unayemuona mahali hapa. Ndugu yako analala njaa na umejaza vitu chakula ndani mwako na tu lingine kwenye trashi. Wapo nasema nenda kanisani kusali. Bwana Yesu asifiwe. Pale chini anasemaje kuhusu upendo? Upendo haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake,
hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. 6, ufurahi uzalimu, bali ufurahi pamoja na ukweli. 7, huvumilia yote, uamini yote, utumaini yote, ustahimili yote. Upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwepo unabii utabadilika, zikiwepo lugha zitakoma, yakiwepo maarifa yatabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na Luka 13 inamalizia kusema hivi pale 13 hiyo inasema hivi, basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo. Haya matatu, na katika haya lililo kuu ni upendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hata kama utakuwa wewe una imani na kung'oa milima, hata kama utanena kwa lugha mahali hapa, hata kama umejaa roho ya maarifa ndani yako, lakini kama hauna upendo, wewe ni kitu bure. Paulo anatuambia katika Wakorintho, anasema kwamba yanadumu mambo haya: imani, tumaini na upendo. Na katika haya yote matatu, kikubwa zaidi pale ni nini? Ni upendo. Ndio maana ukisoma maandiko katika Yohana sura ile ya 3 mstari wa 16 inasemaje? Ni wimbo tunaimba hata kwenye Sunday school, kwamba kwa maana jinsi Mungu akaupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila muumini afanye nini? Asipotee, bali my God. Nataka nikwambie kitu. Tunasoma andiko zingine tukichukua kwamba ni mchezo. Ile kwa maana jinsi, ina maana kuna upendo wa hali ya juu ambao Yesu, ambao Mungu ameutumia kwa ajili kupata kuja kutukomboa sisi. Hajatukomboa kwa ajili tumejaa imani, si ndio? Hajatukomboa kwa ajili tumejaa tumaini, bali aliangalia hawa ni watu tayari wameshapotea. Hawa ni watu wamekufa tayari kiroho, lakini upendo uliomo ndani yake Mungu ukamhimiza kwamba nenda kawakomboa watu hawa. Mungu akajibadilisha kuwa mwanadamu, akaja kuishi nasi kama mwanadamu, akatembea nasi kama mwanadamu kwa ajili ya upendo ambao umejaa ndani ya moyo wake. Akakubali kuteswa, kudharauliwa, kutukanwa, kutemewa mate, kuziakiwa, lakini upendo hujapungua ndani yake. Neno la mwisho anasema Baba, huwasamehe kwa ajili wajue nini walitendalo. Ina maana upendo unavumilia na kwenda kusamehe na kufadhili, si ndio? Kwa hiyo yeye ameenda kuvumilia mateso yote. Mmemtukana na kumpiga na kumuumiza, mmemchoma mikuki, mmembebesha msalaba mzito, ameanguka, wamemtukana mpaka pale msalabani. Bado kuna mnyang'anyi mwingine anasema, wewe si unasema ni mwana wa Mungu, kwa nini usipate kujiokoa mwenyewe? Jiokoe. Lakini Yesu anavumilia. Nasema Baba, kwa pole tena uwasamehe kwa sababu hawajui kitendalo. Wangapi ambao wamewavumilia na kuombea msamaha? Hello? Wangapi ambao wamekukosea alafu ukawavumilia, alafu ukasema Mungu wasamehe? Mara nyingi Wakristo wanaochukia kusema kwamba hata mimi ni mwanadamu, hata yokote Ukristo utaivua, na mimi ni mwanadamu Bwana, na mimi amenifikisha mwisho. Yesu anatuambia nini kwa ajili ya upendo? Msamaha wetu mara ngapi kwa siku? 7 mara 70 ni ngapi? Mara 490. Ina maana 419 kwa siku hii. Umsamehe yule anayekukosea. Unaweza? Hello? Kuna mmoja anaweza hapa, hebu niwe kidole tumuone. Yule anayeweza kwamba nimkosee, tuanze kumkosea asubuhi, mchana, jioni, usiku, naye anaendelea kusamehe. Ni nani hapa kati yetu? Yupo? Kipatisha kidole ndio nafiki. Wengi wetushinda. Na haya yote, msamaha huu ni msamaha wa upendo.
ni msamaha wa neema, ambao ina maana upendo uhesabu nini? Anatuambia uhesabu mabaya, si ndio? Upendo uhesabu mabaya ina maana hata ukinikosea mara zote, naangalia Yesu kwenye msalaba, sema Baba msamehe ajali. Hebu sema amen. Kwa hiyo ukiingia kwenye njia ya wokovu ya kumfuata Yesu, kubali kutukanwa, kubali kupigwa, kubali kudharauliwa, lakini wewe uwe mvumilivu, usimame na ustahimili, uwe mvumilivu na kuomba msamaha kwa ajili ya yule anayekutukana. Ndio maana anasema kwamba mmeambiwa kwamba wapendeni majirani zenu, wachukieni maadui. Mimi naombieni waombeeni hawa na kuwabariki hawa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hebu piga makofi kwa Yesu. Piga makofi kwa Yesu. Haleluya. Unajua mara nyingi nani? Hata kwenye masomo yangu kwenye mtandao wa Facebook utakuta kuna masomo yanaongea kwa ajili ya mambo ya upendo watu kiswalianza kwa ajili ya upendo wa Mungu. Hapo nalia sana kwa ajili ya watumishi wa Mungu wanaoitwa wachungaji, maaskofu, manabii, mitume, ambao ndio watu sasa hivi wamesimama kuharibu upendo wa Yesu Kristo. Kama leo kuna mtengano wa madhehebu, kama leo kuna watu hawasikilizani tena kikanisa, shida si wale wanaokaa kwenye mabeti. Shida ni ninyi ambao mnakaa madhabahuni, halafu mnachukiana ninyi kwa nyinyi, na kisha mnaambukiza mbegu za mwovu shetani za chuki kwa watu wengine. Tunawapeleka wapi? Hivi kwa nini ukubali kuitwa wewe ni mchungaji ambao ndani yako bado kuna hali ya kubagua wachungaji wengine? Kwa nini ukubali kuitwa mtume au mwalimu wa kanisa wakati bado wewe unawabagua walimu wengine? Unajua Yesu amefundisha mambo mengi katika hata kutembea kwake. Angalia, Zakayo amepanda kwenye mti. Mtoza ushuru mwenye dhambi. Lakini Yesu ajangacho akamwambia Zakayo, leo nitafika. Alipoingia kwake, Masadukayo waandishi wakasema nini? Wanakula mpaka pamoja na watoza ushuru ambao ni watenda dhambi. Si ndio? Hatujaitwa kwa ajili ya kutembelea tu waumini wa kanisa letu. Hatujaitwa kwa ajili ya kutembelea tu wale ambao wanamuita Yesu Kristo. Tembelea wale ambao wamepotea, ambao hawajamjua Yesu, ndipo utaonekana kweli wewe una upendo wa kweli. Lakini bado kama unawapenda hawa dada Feza, dada Shantale ambao unasali nao, kaka Yeremia, jua kwamba bado Yesu anasema huyu bado hana upendo. Hivi kwa nini tunahitaji mpaka siku moja tuone, kila siku tuone miujiza, kila siku tuone baraka, alafu kumbe ndani yetu hatuna upendo? Niwaambie jina ambalo tunaitwa. Unajua hilo jina? Ukienda kusoma andiko la Mathayo 23 pale, utakuta kuna jina ambalo anaita watu wa namna hiyo. Tunaitwa ni wanafiki. Hata kipindi cha kale Yesu wakati amekuja, alikuta watu wanaingia kwenye masinagogi, wanasali kama sisi, wanafundishana Torati ya Musa kama sisi, na hizo amri 10 zilikuwemo ndani. Lakini Yesu amegundua kitu kimoja, akaona kwamba hawa watu ni wanafiki. Wanajifanya kwamba wana upendo ndani yao, wana urafiki ndani yao, kumbe ni waongo tupu. Wamevaa ngozi za nini? Za kondoo, kumbe ndani yao ni mbwa mwitu. Akaambia wanafunzi hivi, angalia na waambie kitu kimoja, msifuatane sana na matendo ya Masadukayo na hawa Mafarisayo na waandishi, kwa ajili hawa watu ni wanafiki. Mara zote wanafunga mizigo mizito, wanawatuka watu wabebe, lakini wao sitia hata vidole vyao kwenye hiyo mizigo. Ina maana gani? Walitangaza upendo kwa watu, lakini kumbe wao ndani yao upendo haukuwemo. Walitangaza imani kwa watu, kumbe wao walikuwa hawana imani. Ndio maana Yesu amekuja kunyoosha njia vizuri, wakaenda kufanya nini? Unajua mara ngapi Yesu amekwepa kuuawa na Masadukana na hao waandishi? Unajua mara ngapi? Hata Yesu alikuwa anaogopa kwenda mahali ambapo yule ndugu yake na rafiki yake nani tena yule Lazaro, wakati anaumwa. Kabla Lazaro hajaumwa, ule mji walitaka kumuua Yesu wakati muda wake hujafikia. Tena wale wanataka kumuua si wengine, ni wale ambao walikuwa wamesimamia masinagogi, ndio wachungaji wale.
mmerudi kuwa Masadukayo, mmerudi kuwa Mafarisayo, mmerudi kuwa waandishi ambao tunafunga mizigo mizito, tunawatwika watu vichwani, wanakuwa wanalewa na mizigo, lakini sisi hatugusi hiyo mizigo. Tunawatangazia tupendane, lakini sisi wenyewe tunashindwa kupendana. Mchungaji wa Louisville, mchungaji wa Nashville, mchungaji wa Bowling Green, mchungaji wa Lexington, unakuta hao watu hata kwenye mtandao wanasoma habari ya mchungaji mwenzake, hiyo ya kweli sio ya kweli, anakaa anatangaza hovyo hovyo, mchungaji fulani hafai. Badala ya kumwendea mchungaji, akamwonya mchungaji, akaojana mchungaji kuonesha upendo, kumrudisha mbele za Mungu, yeye anakaa anatangaza mabaya. Sio wachungaji tu, hata waimbaji, hata nini waumini. Hivi nataka niulize, katika wiki wangapi ambao mmewateta? Wangapi mmewasengenya katika wiki hii? Hiyo mjakaa kwenye vikao mnaongea, unajua mama fulani na yeye siku hizi, unajua maisha yake ni hivi. Hapo fulani. Amjakaa hiyo mnaongea. Mtaniambia mjakaa, lakini najua mmekaa. Najua mmekaa kuongelea watu, na upendo wa Mungu hauwezi kusengenya mtu. Ukikaa kumsengenya mtu, ina maana haujampenda mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu ahimidiwe. Bwana Yesu ahimidiwe. Yes. Basi naomba tusimame. Tusimame. Tunaenda kuomba Mungu sote atupe roho ya upendo ndani yetu. Kupenda Mungu. Imani inakuja baada ya kupenda ndugu yako. Lakini kama bado tumekaa bila upendo ndani yetu, bado sisi si kitu. Tunaweza kunena kwa lugha, tunaweza kutabiri, tunaweza kufanya mambo mengi ya miujiza, lakini kama tuna upendo, Paulo anasema kwamba sisi si kitu. Si kitu. Ni upato uliayo na shaba ivomayo. Kama roho ya Bwana imo ndani mwangu, nitaimba kama Daudi. Kama roho wa Bwana yumo ndani mwangu, nitapenda kama ye. Mimi nitapenda kama ye. Oh, kama roho wa Bwana yumo ndani mwangu, nitapenda kama Yesu. Mimi nitapenda kama Yesu. Mimi nitapenda kama Yesu. Tunaenda kwa maombi wote. Baba, katika jina la Yesu Kristo, niko mbele zako mnao Bwana. Nimekuja kutoa mzigo ulionipa mbele ya watu wako. Mzigo Bwana ambao umekuwa mwenyewe, kwamba watu wamepungukiwa na upendo, na yote ambayo tunaweza kufanya bila upendo tunakuwa vitu ambavyo zina thamani mbele yako. Kwamba watu wamepungukiwa na upendo, na yote ambayo tunaweza kufanya. Nimeacha Bwana mzigo huu, na Bwana naomba Bwana tamani niongezee viwango vya upendo. Achilia upendo kwa wana wako. Baba, ondoa kiburi ndani yetu, ondoa dharau ndani yetu, ondoa chuki ndani yetu, ondoa Bwana hasira ndani yetu, ondoa Bwana ubaguzi ndani yetu. Katika jina la Yesu Kristo,